tunakazia kidogo juu ya suala la kudumu katika kufanya khairat. Kudumu katika kufanya khairat. Ndugu zangu katika imani, tuna maisha ya aina mbili ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia. Tuna maisha ya hapa duniani, nayo ni maisha mafupi kuliko maisha yote. Na kuna maisha ya akhera, ukiacha maisha ya katikati hapa, maisha ya barzakh, kwa maana ya maisha ya kaburini. Tuko duniani kwa muda mfupi, kisha nafuata maisha ya barzakh. Lakini maisha ya barzakh inakuwa tayari ni hatua ya moja kwa moja kwenda katika maisha ya akhera. Na maisha yote haya, maisha mafupi kuliko yote ni maisha haya ya dunia. Al-asaf, kwa masikitiko, mara nyingi wanadamu wanashughulishwa sana na haya maisha mafupi na wakasahau kufanya amali na wakadumu kwenye hizo amali njema, jambo ambalo linaweza kupelekea kutumbukia katika hasara. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, atakayelala asome hizbu yake, yani sehemu ya Qur'ani aliyojipangia kuisoma mara zote ya usiku au chochote katika hizbu hiyo, halafu akaisoma kati ya sala ya alfajiri na sala ya dhuhuri, ataandikiwa kana kwamba ameisoma usiku. Katika hotuba zilizopita tumesisitiza, tumetoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuna viposheni ambazo tulikuwa tumejiwekea kwa ajili ya kuvifanya katika maisha yetu ya kila siku, na hii ni kuashiria kwamba mambo haya yanawezekana kwa sababu tumeweza kuyafanya katika mwezi mzima. Lakini watu wanaweza kumaliza tu mara baada ya Ramadhani, hata mwezi mmoja usipite huwa Shawwal, tayari wakajikuta wamekwisha toka. Hasa katika mahimizo ya watu kudumu katika khairat, inatolewa ofa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naye Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufahamisha kwamba wakati mtu amejiwekea utaratibu fulani, inaweza kutokea dharura, mtu pengine akawa ana jambo limemshughulisha zaidi, lakini akawa na hamu ya kudumu katika ile jambo asili yake. Sasa ofa inayokuja imetolewa mfano katika ibada ya hizbu ya usomaji wa Qur'an, kwamba mtu amejiwekea portion kwamba mimi sitolala mpaka nisome angalau kurasa 4. Ni utaratibu amejiwekea, na kwamba ataswali katika usiku wake ama atasoma katika usiku huo walau kurasa 4. Halafu ikatokea sababu za msingi kabisa akashindwa kuitekeleza, lakini inapofika asubuhi akahisi nalo deni, basi atakaposoma baina ya alfajiri na dhuhuri, katikati hapa akazingatia kwamba kuna hizbu nitakuwa niisome jana sikuweza kuisoma, sasa naisoma kipindi hiki, basi ataandikiwa kana kwamba ameifanya wakati wa usiku. Na hapa inakuja katika namna mbili. Inakuja katika usomaji wa kawaida, lakini inakuja katika usomaji ndani ya ibada ya sala wakati wa usiku, kwamba umejiwekea kwamba utasimama usiku, lakini kwa kidogo kidogo. Hata kama utakuwa umesema utakuwa nasoma juzuama kwa sura moja moja zile fupi fupi, lakini ikatokea kwamba sasa ukusimama, basi manake baina ya alfajiri na dhuhuri pana nafasi ya kutekeleza kile ambacho umekizoea kukifanya, alafu kimekatizwa na dharura. Na hii ni ishara ya kutuonyesha umuhimu wa kudumu katika amali njema. Bibi Aisha radhiyallahu anha anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapopitiwa ama akapitwa na sala ya usiku kwa sababu ya maradhi au jambo lingine,
kuswali wakati wa mchana mpaka 12. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwa desturi yake aliyojiwekea kuhuisha usiku, sehemu ya usiku kwa qiyam, kwa kisimamo, ilikuwa inatokea wakati mwingine anazidiwa kwa sababu ya maradhi asiweze kuiswali, kiacha witri. Haionekani Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake kuiacha witri, lakini kiamu ilikuwa inaweza kutokea akakosa kuiswali, lakini kwa sababu ya ile faida ya kudumisha jambo la khairat, alikuwa anapewa ofa na anaweza kuswali raka mbili katika sehemu ya mchana, yani baina ya alfajiri pamoja na adhuhuri. Kinyume chake, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza tusiwe na tabia ya kukatiza amali njema ambayo tumeianzisha, na ni bora mtu awe na kitu kidogo katika khairat ambacho atadumu nacho, akadumu katika kufanya amali njema. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam aliniambia, akitajwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, yeye ni kielelezo, lakini Mtume anaongea na Waislamu dunia nzima. Kwa hiyo akiitwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, wewe unatakiwa ujichukue, ujiweke katika sehemu ya Abdullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ya Abdullah, ewe Abdullah, la takun ka fulani, usiwe kama fulani. Kutumia neno fulani maana yake amemweka mtu yeyote anayekaa kwenye nafasi ya fulani. Kana yakumu billail, alikuwa akiamka kufanya ibada za usiku kisha akaacha kuamka usiku kufanya ibada hizo. Abdullah amekaa nafasi ya Muislamu yeyote. Usiwe kama fulani. Alikuwa ana desturi ya kuamka kufanya ibada usiku, fataraka, kisha akaamua kuacha. Tunasema usiwe kama huyo mtu. Qiyamul layli imekuja kama kielelezo cha ibada zingine zote ambazo tunazifanya katika maisha. Qiyamul layli imechukuliwa kama sample, kama kielelezo kwamba una desturi ya kufanya kheri fulani, usiwe kama fulani aliyekuwa na utaratibu wa kufanya hivi kisha akaamua kuacha. Nikisema kama fulani, kila mmoja ajiweke kwenye nafasi ya fulani, na utazame uliokuwa ukiyafanya muda mfupi uliopita katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha utazame kama unaendelea. Sasa kama umeacha, wito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unasema usiwe kama fulani, walau ala aqali, hata kama itakuwa angalau ni katika sehemu ndogo, kwamba pengine mwezi wa Ramadhani uliweza kuzidisha, lakini ili amali ukaibakiza kwenye udogo, kwenye uchache, lakini usiache. Unajua kwa nini? Kwa sababu unapofanya amali fulani unafungua ukurasa katika kitabu chako cha amali, halafu kuna baadhi ya amali unapozifanya wanahudhuria malaika kukushuhudia katika kile ambacho unakifanya, kisha wanakuombea dua, ama wakati unaomba nao wako pamoja na wewe wanakuombea istighfar. Sasa kwa desturi ile, kwa mfano umezoea kuamka usiku, malaika wanakuja pamoja ili wakae pamoja na wewe. Sasa wanakuja siku ya kwanza hawakuoni, siku ya pili hawakuoni, siku ya tatu hawakuoni, basi wamepata hasara. Maana sasa malaika wanakuja kukusupport na wewe haupatikani. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kila mmoja anaweza kutazama katika yale ambayo ameyafanya katika muda mfupi uliopita. Mwezi huu tunajaribu kukazia maarifa ili watu katika miezi hii 11 inayobakia, hata kama sio kwa 100% waishi kama walivyoishi mwezi wa Ramadhani, lakini walau zile ibadati walizozichukua hata kama hawataweza zote, lakini wabakizi ambazo asema
hizi tutadumu nazo mpaka Ramadhani inayokuja. Mwenyezi Mungu atuwafikishe na atujalie kwa miongoni mwa wale ambao watadumu katika amali. Ndugu zangu katika imani, baadhi ya sababu ambazo zinasababisha watu wengi kukosa kudumu katika khairat, moja ni ukosefu wa elimu au kuwa na elimu haba ya Uislamu juu ya vipengele mbalimbali vya kiibada. Katika baadhi ya mambo, kule kujua asbabu inaweza ikakusaidia kujitibu. Katika baadhi ya mambo ambayo yanachangia watu kutodumu katika khairat na wakawa na mhemko wa muda, alafu muda ukipita inasahaulika kama hawajawahi kufanya jambo hilo, ni ukosefu wa elimu sahihi juu ya Uislamu katika vipengele mbalimbali vya ibadati. Kwa mfano, mtu anajiwekea desturi ya kuswali sala ya duha kwa kusikia tu kwamba huwa kuna swala ya duha nayo inaswaliwa kati ya muda fulani na muda fulani. Ni kwamba mtu huyu anaweza akajikuta asema ngoja ni swala ya duha, alafu baada ya hapo anaamua kuiacha. Maanake hii swala yenyewe wala haijui vizuri. Lau kama angelikuwa amepita kwenye mapito ya kuisoma swala yenyewe, akajua ule uzito na ukubwa wake, na kwamba kuna mtu inaweza ikakuta kwamba inamwajibikia, kwa sababu akaenda kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuta kwamba yeye ana viungo visivyopungua 360 na vyote anatakiwa avitolee sadaka kila siku katika maisha yake, lakini uwezo wa kuvitolea sadaka kwake ni vigumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa ofa bila shaka kwa maelekezo ya Allah kwamba kama ataswali sala ya duha, basi manake viungo vyake vyote amekwisha vitolea sadaka. Huyu mtu akijua hiyo thamani vizuri katika Uislamu, kama amechagulia kwamba mimi nitakuwa natekeleza ibada ya duha, huyu hawezi kuacha. Lakini katika mambo yanayowafanya watu hawadumu katika khairat ni kule kukosa maarifa sahihi juu ya ibada mbalimbali ambazo tunazifanya. Inatokea tu tunazifanya bila kujua ile thamani, bila kujua yale maarifa ya kutosha katika ibada hiyo, na ibada zingine zote ziko hivi. Na jambo la pili ni udhaifu wa imani. Udhaifu wa imani, na imani katika Uislamu huwa inapanda na kushuka kwa matendo, kwa amali. Yani kadri utakapojiimarisha kwenye kufanya khairat, ndivyo ambavyo itakuwa imani yako kwamba iko juu, na kadri ufanyaji wa amali unavyoshuka, ndivyo imani yako inavyodhoofika. Imani ya mtu haitohesabiwa kwa mtu kutembea na tasbih, kuvaa kanzu, kuvaa kofia, just ni mavazi tu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wala haangalii sura zenu, na Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu wala hatazami viwiliwili vyenu, anachotazama ni nyoyo zenu na matendo yenu. Kwa hiyo mtu akiwa dhaifu wa imani, na katika mambo yanayoimarisha imani ni pamoja na maarifa, elimu ya Uislamu. Kama hauna elimu ya Uislamu, ni vigumu sana mtu kuimarika katika upande wa imani, kuimarika katika upande wa utendaji katika Uislamu. Kwa hiyo hili jambo nalo linamfanya mtu ana dhaifu katika imani, katika utendaji. Lakini jambo la tatu ambalo linasababisha kutodumu katika kufanya khairat ni kukosekana kwa ikhlas, na kwa hiyo kufanya amali kwa ria. Kukosekana kwa ikhlas na hivyo kufanya amali kwa ria, anafanya ili watu wamuone au iwe hivi au iwe vile. Ndio maana hawezi kudumu, kwa sababu anayejua kwamba Allah ni wa milele, huyu atadumu na jambo hilo katika maisha yake yote, kwa sababu yule ambaye amemfanyia leo atakuwepo kesho, atakuwepo na kesho kutwa. Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinah wala nawm. Hata kumepesa jicho
Allah hana ule upepesaji kwamba amepitiwa na zile hisia za usingizi kidogo, akapitiwa kidogo. Hasha wakati haitokei. Kwa hiyo ambaye atakuwa anajua kwamba Allah ni milele ndio anafanya kwa ajili yake, huyo hawezi kufika kwa wala katiza, kwa sababu Allah anaendelea kuwepo dumu daima. Lakini jambo lingine ni uvivu na uzembe katika kuendea mambo ya heri. Uvivu na uzembe, yani anajihisi tu anavivika, na hapo shetani anapita katika uvivu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba katika maisha yake, Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Ewe Mwenyezi Mungu, mimi ninajikinga kwako kutokana na uvivu, kwa sababu uvivu ni sehemu ya adui wa maendeleo. Sasa katika imani pia mtu anaweza kujiuliza, kwa nini hujafanya kitu hiki? Ni kwa sababu tu ya uvivu, na shetani anapitia hapa, mwisho anajikuta jambo lile analizoea hafanyi, na muda unampita. Lakini jambo la nne ni kutojiratibu. Kwa mfano katika hotuba tulizopita tunasema katika mwezi huu wa Shawwal, hebu mtu ajisemeshe kwamba katika mambo aliyofanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, 1, 2, 3 haya mtadumu nayo. Katika vikwazo vinavyoweza kunifanya nisidumu nayo ni 1, 2, 3. Tiba yake itakuwa ni 1, 2, 3. Alafu ukaingia sasa kwenye utekelezaji. Ukishagundua mapungufu yako, will automatic wewe unaweza kudumu kuyatibu yale mapungufu na ukadumu katika khairati. Lakini mara nyingi unakuta mtu anafanya tu. Swala la ibada ni jambo linaloandamwa sana na sheitani. Usipojiratibu na kujilazimisha, hautalifanya. Swala la kufanya kheri sio jambo automatic kwenye mwili wa binadamu, ni jambo linalohitaji mtu kujilazimisha. Na wakati huo unaandamwa na sheitani kukuzuia usilifanye. Anakunong'oneza kwa sauti usioisikia. Umeswali, umemaliza, unataka kuswali sunna, shetani anakunong'oneza simachana naye, na wala huna jambo linalokushughulisha kwamba unaliwahi haraka na kushughulisha kwamba hata ukiacha kuswali bado utakosa ile ushuru. No, ni kwamba ni uvivu tu, kama umekaa kule uvivu tu anakunong'oneza alafu haufanyi. Unataka kutoa sadaka, unaweka mkono mfukoni, uwezi amini mkono unaweza ukarudi mtupu. Yaani bila kwa kusikia shetani anakuambia usitoe. Na unajiuliza, nimeshaweka na mkono mfukoni kutoa, lakini fikra inakujia usitoe. Shetani anakunong'oneza usijosikia, unaona mkono unarudi ukiwa ni mtupu. Au wakati mwingine ndani ya mfuko wako kuna noti za namna tofauti. Fikra ya kwanza inakwambia ngoja niwekeze kwa ajili ya Allah, niwekeze kwa manufaa yangu baadaye. Ukiweka mkono mfukoni, unashika noti ya shilingi 10,000, alafu unasikia nyingi hiyo. Wewe huoni, lakini wala usikii, lakini mnaonezwa tu, hiyo ni nyingi. Unarudisha, alafu unatafuta ile ya mwisho kabisa, unajiona unatoa noti ya shilingi 1,000. Shetani hapo anashangilia. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Ndiye Allah anasema shetani anakuahidini mtakuwa mafakiri, na anakuahidini kutoa kwingi katika sehemu ya mambo mabaya, lakini kwenye mambo mazuri unafikiria mara 2 3, ama unatoa mkono mtupu, ama unaweza kuanza kuzitafutia kwenye mfuko. Hiyo ndio hisia ya shetani. Usipojiratibu na kujilazimisha kwamba anapambana na shetani, huwezi kutoboa katika amali hizi, katika mambo ya khairati. Allah tuwafikishe tuwe miongoni katika wale ambao watapambana na shetani na kumshinda.